السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد دائما لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiendelea na kitabu chetu Al-Budhur At-Tali' sharh ya Risalatul Jami'ah, tulifikia katika faslu fi salati al-Jum'ah. Leo inshallah taala tutaanza mlango unaozungumzia masala ya salatul Jum'ah na yanayofungamana na salatul Jum'ah, ili kusudi tupate kuelewa na kujua. Wanasema Jum'ah ni rak'atani tuaddayani waqta adh-dhuhri fi al-yawm al-ma'ruf. Jum'ah ni rak'a mbili ambazo zinazoswaliwa katika wakati wa salatu dhuhuri katika siku ambayo kwamba inayojulikana ni siku ya nini? Ya Jum'ah. Jum'ah ni rak'a mbili. Rak'a mbili hizi sharti yake lazima ziswaliwe ndani ya wakati wa salatu dhuhuri, tena katika siku ambayo kwamba ni maarufu inayojulikana kama sayyidul ayyam, bwana wa siku. Kisha anatuambia wa hiya salatun mustaqillatun, nao ni swala ya kipekee, la dhuhura maqsuratun, si kwamba salatul Jum'ah ni kwamba ni salatu dhuhuri iliyopunguzwa, hasha wakal, bali ni swala kama swala nyingine, ni swala ya kipekee, ni swala yenye rak'a mbili inayoswaliwa ndani ya wakati wa dhuhuri, lakini si adhuhuri, bali ni swala kama swala nyingine. Nasema wal aslu fiha, asli hiyo salatul Jum'ah, qauluhu ta'ala, ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Sawa, bali sura mzima imeteremshwa inayoitwa suratul Jum'ah, ambapo kwamba ni sharaf na manzila ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoipatia Jum'ah. Kwa nini imeitwa salatul Jum'ah? Wanatuambia wa innama summiya hadha al-yawm bidhalika lima jumi'a fihi min al-khair. Maana Jum'ah yani ni kitu imefanya nini? Imekusanya. Sawa. Kwa hivyo maana ya kuitwa salatul Jum'ah ina maana kwamba ni kwa sababu ya kule kukusanya khairi nyingi, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba katika siku ya Jum'ah kuna saa ambayo kwamba lau muislamu ataafikiwa aiweze kuipata hiyo saa na akaomba dua, basi dua yake inakuwa ni nini? Ni mustajabu. Na bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tuweze kumswalia Mtume kwa wingi katika siku hiyo, na vile vile ametuhusia tusome suratul Kahfi na ni wenye kutoa sadaka na kuomba dua kwa wengi. Kwa hivyo kwa sababu ya zile khairi nyingi ambazo kwamba ziko katika salatul Jum'ah, kama ilivyotoa Mtume mwenye kuja katika saa ya kwanza itakaonekana kwamba ametoa sadaka ya nini? Ngamia. Sawa. Ya pili kama aliotoa nini? Ng'ombe. Kama aliotoa mbuzi. Kama aliotoa kuku. Kama toa yaila kuku, mwenye kuja sala mwisho itakuwa ni kama amekuja tu msikitini, hana ajiri yote hapa kwamba atakayoipata. Zote hizi ni fadhila na khairi ziliko katika siku ya Ijumaa. Waqila ghairu dhalika, na baadhi ya ulama wamesema maneno mengine yasikuwa haya ambayo kwamba hapa aliyoyazungumza. Anasema wakana yusamma fil jahiliyati yaumul urubati. Sawa, ilikuwa wakiita siku ya Jum'ah ni yaumul uruba, ay albayyin almu'azzam, yani siku tukufu, siku yenye cheo. Wa yaumul mazid,
Baadhi ya wengine walikuwa kuiita siku ya Jumaa ni yaumul mazidi. Kwa sababu gani? Liziyadati alkhairati fihi, kwa sababu ya kuzidi khairi ndani yake. Kwa hivyo haya ni majina ambayo kwamba ilikuwa ikiitwa siku ya Jumaa kabla ya nini? Kabla ya Uislamu. Yaumul mazid, yaumul uruba. Sawa? Na kama tunavyojua, huwa afdalu ayami al-usbu'i, nao ndio siku bora zaidi ya wiki. Wa lailatuhu, na usiku wake, usiku wa Jumaa, afdalu layali al-usbu'i, ndio usiku bora zaidi katika wiki. Mchana wa Jumaa ndio mchana bora zaidi katika wiki, na usiku wa Jumaa ndio usiku bora zaidi kuliko mwingine katika nini? Katika wiki. Wanatuambia wa afdalu ayami sana inda Shafi'iyya, na anasema katika madhhabu ya al-Imam Shafi'i rahimahullah, siku bora katika madhhabu ya al-Imam Shafi'i ni yaumu Arafa, ni siku ya Arafa ameitanguliza, kisha thumma yaumul Jumaa, kisha akaiweka ni siku ya Jumaa katika madhhabu ya al-Imam Shafi'i. Lakini thumma yaumul Eid al-Adha, kisha ni Eid al-Adha, thumma yaumu Eid al-Fitri, kisha ni siku ya Eid al-Fitri. Katika madhhabu mengine utakuta kwamba siku bora zaidi duniani ni ile yaumun nahri, siku ile ya Eid al-Adha. Eid al-Adha, naam, ile Eid ambayo kwamba ni ya kuchinja, ndiyo siku bora zaidi kulingamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini katika madhhabu ya Imam Shafi'i na tunaona kwamba ameitanguliza siku ya Arafa, kisha siku ya Jumaa, kisha Eid al-Adha, kisha Eid al-Fitri. Bal hata yana makala katika kitabu chake al-Umm, ambapo ni kitabu kikubwa cha madhhabu ya Imam Shafi'i kinachotegemewa katika fiqh, akieleza katika zile siku ambazo kwamba dua ni mustajab, yani katika masiku ni siku ambazo kwamba au usiku ambao kwamba dua zake huwa ni mustajab. Katika alivyozitaja, alitaja usiku wa Eid al-Fitri, usiku wa Eid al-Adha, usiku wa Jumaa, usiku wa mwanzo wa mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab ukiingia tu ule usiku wake wa kwanza, na katika hii siku ambazo kwamba yeye amezitaja, ambapo kwamba dua zake ni mustajaba al-Imam Shafi'i. Anasema wafdhalu layali indahum lailatul maulidi ash-sharif. Anasema na katika madhhab al-Imam Shafi'i, katika masiku ama usiku bora katika madhhabu ya Shafi'i, anasema ni ule usiku ambao kwamba aliozaliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambao kwamba utashangaa thumma lailatul qadr, yani ni kana kwamba wamefadhilisha bora zaidi ule usiku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kuliko lailatul qadr, ambao kwamba lailatul qadr khairun min alf shahr. Lakini kuna tawili nyingi, kuna kitabu hasa kimetungwa baina ya usiku mbili, baina ya usiku wa lailatul qadri na usiku ambao kwamba aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni gani bora. Kitabu kikubwa kimetungwa kwa kuzungumzia masala kama haya, na wako ambao kwamba walumili na wakasema kwamba hii lailatul qadri ni sharaf na manzila na daraja aliyopatiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo lau ingelikuwa si ule usiku wa kuzaliwa Mtume, basi hata hii Lailatul Qadr nao pia haingelipatikana, kwa sababu alipatwa Mtume tu sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Kuna makala mengi, kuna maneno mengi ambayo kwamba kwa ulama. Kisha anasema thumma Lailatul Jumaa, kisha ni Lailatul Jumaa, usiku wa Jumaa. Thumma Lailatul Isra'i, kisha ni usiku wa Lailatul Isra, ile siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliopelekwa kwenda min Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa wa min Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Anasema hadha binisbati li ummatihi, hivi tulivyoeleza ni kulingamana na sisi ummati Muhammad, ndio tunavyochukulia hizi siku na usiku. Lakini anasema wa amma binisbati lin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ama kwa yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni upi usiku ambao kwamba kwake yeye ni bora zaidi? Anasema fa inna lailatal isra'i afdalul layali, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wal isra wal mi'raj kwake yeye ndio usiku bora zaidi. Asikiliza ubora wake nini? Liannahu, kwa sababu huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam raa fiha rabbahu, kwa sababu ndio usiku aliyomuona nani? Mola wake. Sidhani kama kutakuwa kuna usiku ni bora zaidi na ni wenye sharaf
kwa nisba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, faraa rabbahu, si kwamba mtume aliyemuona Mola wake. Bila shaka huu ndio utakuwa ni usiku wenye cheo zaidi. Na tukiingia katika kitabu moja kwa moja, anasema wal jum'atu, haya ilikuwa ni maelezo kidogo tu ili tupate kuelewa. Anasema wal jum'atu, na salatul jum'a fardhu ainin, ni fardhi ya mtu binafsi. Kuna katika sheria kuna fardhi mbili, kuna fardhu kifaya na fardhu aini. Fardhu aini haitafsiri faradhi ya lazima. Ukisema fardhi maana yake ni lazima, tena usema faradhi ya lazima, sasa umezungumza nini? Ni fardhu aini, tafsiri yake ni faradhi ya mtu binafsi. Kwa mfano kama swala nyingine yote, wacha Jumaa, swala nyingine yote, hii ni fardhu aini. Kwa sababu gani? Je, inawezekana mtu kumswalia mwenzake? Haiwezekani hata ukitaka. Je, inawezekana tukisema saumu ni fardhu aini, je, inawezekana nikasema bwana Ramadhanini nilikuwa mgonjwa, baada ya Ramadhani nikamwambia ndugu yangu bwana wewe nifanya nini, nifungia? Naweza? Hawezi. Madamu uko hai hawezi kukufungia. Hii ndio maana fardhu aini, ni kwamba mwingine hawezi kukufanyia, lazima ufanye wewe mwenyewe. Kwa hivyo Jumaa, ulama kwa ijma wanasema ni fardhu ainin, ni faradhi ya mtu binafsi, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, hurrin, muislamu ambaye kwamba hajamilikiwa, si mtumwa, si mfanyaji kazi au wafanyaji kazi ambao kwamba tumewaajiri ndani ya majumba yetu na maduka yetu na maofisini mwetu na magarini mwetu. Hawa hawaiti watumwa, hawa ni watu ambao kwamba tu wameajiriwa. Lakini abd ni mtu ambaye kwamba mfano wake ni kama vile mfano wa mnyama, anaweza akapeana sadaka, anaweza akapeana hiba, yani zawadi. Umekuja bwana, chukua na nimekupatia ni zawadi, atake asitake ukampeana, ukifa wewe atarithiwa. Yani tofauti yeye na mnyama ni kwamba mnyama unaweza kumchinja na huyu huwezi kumchinja, hiyo ndio tofauti yake. Lakini nyingine yoyote utampatia kazi yoyote, aridhie asiridhie, bali ni katika akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa ikiwa mtu atakimbia katika utumwa wake. Mtu amemilikiwa ni mtumwa kisha akapata nafasi akatoroka, hawezi kuwa huru mpaka siku ya kiyama, hawezi, kwa sababu maadamu ile mwenyewe hajamwacha huru hawezi kuwa huru. Kwa hivyo Jumaa ni lazima kwa kila Muislamu. Sharti ya kwanza ni lazima mtu awe Muislamu. Sharti ya pili ni lazima mtu awe ni huru, ni muungwana, hajamilikiwa. Sharti ya tatu ni dhakarin, ni lazima awe mwanamume. Ina maana kwa mwanamke Jumaa sio lazima. Je, wakija ni khairi yao, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia swala bora ya mwanamke fi baitiha, ni swali wapi? Nyumbani kwake. Bali wacha swala ya mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swala bora ya mtu yoyote ni nyumbani kwake, isipokuwa swala za faradhi. Swala za faradhi swali msikitini, lakini swala zingine zozote za sunna ni bora zaidi mtu akaswali nyumbani kuliko kuswali wapi? Kuliko kuswali msikitini. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba tusijalie au tusifanye majumba yetu kama nini? Kama kaburi. Katika kabri ndio hakuna tena ibada wala hakuna tena toa. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni Muislamu, sharti ya pili awe ni hur, sharti ya tatu awe ni dhakar, ni mwanamume, sharti ya nne awe ni mukallaf. Sawa, na lazima awe ni mtu aliyokalifishwa na sheria. Na tukisema mtu aliyokalifishwa na sheria ni balighun aqilun, ni mtu aliyebalighi tena mwenye akili. Kiwa mtu amebalighi hana akili, huyo hawezi kuwa ni mukallaf. Kisha hadhirin, iwe ni mtu mkaazi wa ule mji. Ikiwa mtu leo amekuja hapa Kitui na hapa si kwao, amekuja tu yuondoka labda saa 10 au kesho yuondoka, yeye ni mgeni hapa, si ndio? Basi huyu hana lazima kuswali salatul Jumaa. Dhuhuri haitoanguka, lazima swali. Lakini Jumaa lao ataamua kwamba sitokwenda kuswali salatul Jumaa, nitalala, hapati madhambi. Nitaamua ni swali dhuhuri tu, na labda yuko hapo tu moonlight sini hapo, labda yasikia watu wakiswali, kutoa khutba, hana madhambi yote kisheria. Kwa sababu sheria inatuambia mtu ambaye kwamba ni lazima Jumaa, ni lazima mtu awe ni hadhiri, ni mtu ambaye kwamba ni mkazi wa mji, illa li'udhrin shar'iyyin. Jumaa itaanguka au hawa watu watakuwa hawana lazima kuja Jumaa
kutakapokuwa kumepatikana dharura ya kisheria, wanakatwambia kalmaradhi walmatari, kama vile mtu atakapokuwa ni mgonjwa hawezi tena maradhi ya kisawasawa, ulama wanatwambia walmatari, na mvua ya kisawasawa, walkhaufi, kukawa kuna wasiwasi, watu watekwa, labda kuna fujo, labda kuna vita, labda hapo ataruhusiwa. Kwa hivyo inshallah taala tutakuja kuona kwa undani zaidi na namna gani ulama walivyosharhisha haya maneno. Haya ni nasi ya kitabu, kisha tutakuja kuona katika sharhi. Mpaka hapa tutakoma. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.